Okay, huyu anauliza hivi, ile hali mko kwenye tendo unahisi kabisa mwenzio anakaribia kumaliza, ukijichezea kisimi ni punyeto? Okay, karibu ndugu mtazamaji. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii hapa, kwa majina naitwa Dr. Kuboja, ni bingwa wa magonjwa ya lishe pamoja na mahusiano. Okay, huyu dada ameuliza swali. Yeye anasema kwamba yeye anapokuwa anashiriki tendo na mwenza wake, anapokuwa anaona mwenzia anakaribia ama mume wake anakaribia, yeye ana tabia kujisugua kisimi. Na je, hiyo ni punyeto? Na dada huyu aliuliza swali mara baada ya kuwa ninaelezea wanawake ambao huwa wanajichua wenyewe. Kwa hiyo nikaona nipate nafasi kubwa sana ya kuweza kushare na wewe mwanafunzi wangu ambaye unayenifuatilia hapa, ili niweze kufundisha somo hili kwa upana zaidi. Sasa mwanamke anayejichua mwenyewe naye pia kuna madhara yake. Huyu yeye anasema anapoona mume wake anapokaribia kumaliza au anapokaribia kumwaga, na yeye hupenda kujichua ili waweze kufika kwa pamoja. Sasa nina wimbi kubwa la wanawake ambao wanashindwa kufurahia tendo la ndoa kutokana na kujichezea visimi wenyewe, kutokana na kujichua wenyewe. Wanawake wa aina hiyo ni wengi sana. Lakini pia ninapata wanawake wengine ambao ni lesbians, ambao wamezoea kushiriki tendo la ndoa. Wamezoea kushiriki tendo la ndoa na wanawake wenzao, kwa lugha nyingine. Yaani mwanamke kwa mwanamke wanashiriki tendo la ndoa kwa kusuguana visimi ama kuchezeana kisimi. Kitaalamu wanaitwa lesbians. Ninao pia wanawake wa aina hiyo ambao mwisho wa siku wanatamani kuweza kutoka katika mchezo huo, katika wimbi hilo la kusagana, na wanapata ugumu sana. Lakini nimewahi kupata mwanamke mmoja ambaye aliyekuwa anasagana akaniambia, "Dokta, natamani sana kumwacha mpenzi wangu." Yaani mwanamke ambaye wanasagana naye anamuita huyo mpenzi wake. Unaweza ukaona kama ni vitu ambavyo ni vya ajabu kidogo, lakini katika hali hii inatokea katika jamii zetu. Anasema, "Dokta, natamani sana kumwacha huyu mwenza wangu ambaye tunayesagana. Lakini shida moja kubwa ambayo ninaiona ni kwamba kila mwanaume ambaye huwa anashiriki naye anashindwa kunifikisha kileleni vizuri kama anavyonifikisha huyu mpenzi wangu." Yaani mwanamke ambaye huwa wanasagana pamoja. Anasema mwenzangu huyu ama mpenzi wangu huyo mwanamke mwenzie, namna ambavyo anavyomfanyia ule utundu, namna anavyomchezea kisimi, namna anavyomnyonya chuchu zake, namna anavyomlamba na kumpagawisha sehemu mbalimbali, namna mnavyomchezea kwa kidole paka anamwaga maji mithili ya bomba, wanaume wengi hawawezi hicho kitu. So ananiambia, nimepata ugumu sana, nimeshashiriki na wanaume zaidi ya 30, lakini hakuna mwanamke ambaye ananikojoza kama ambavyo ananikojoza huyu mwanamke mwenzangu. Kwa hiyo siko hapa kuweza kushabikia wanawake ambao wanasagana, lakini nataka niweze kujaribu kueleza ukubwa wa tatizo hili na sayansi ya mapenzi inaongelea nini juu ya hili. Cha kwanza kabisa, mwanamke anayejichua kisimi kwa kutumia mikono, kinachotokea ni kwamba anakwenda kutengeneza usugu katika ili eneo la kisimi. Kisimi ni eneo ambalo ni very sensitive. Kitaalamu lina miisho ya fahamu isiyopungua 800. Kwa nini umbile hili liko sensitive? Kwa jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu alivyoliumba na miisho yake ya fahamu jinsi ilivyo. Na ndio maana hata wanaume ambao walio na tabia kuweza kusugua kisimi kwa kutumia mikono yao, ninawaambia wafate procedures. Wanaume tumeumbwa na mikono ambayo ni migumu. Ukiwa unasugua kisimi kile kwa kutumia vidole vyako, kitakachotokea ni kwamba utaanza kumtengenezea usugu mwenza wako. Vivyo hivyo mwanamke ambaye anayejichua yeye mwenyewe kwa mikono yake anakwenda kutengeneza usugu katika lile eneo. Lakini pia
mwanamke huyu anakwenda kupandisha hisia zake katika kiwango cha hali ya juu zaidi, na mwisho wa siku inaweza ikampelekea kushindwa kufurahia tendo la ndoa hata anapokuwa na mwanaume. Kwa hiyo ninakwenda kuwalinganisha na wanawake ambao huwa wanajichua kwa kutumia ile midoli. Wale wanaojiingizia midoli, kuna zile mboza bandia ambazo huwa zinatengenezwa. Wapo wanawake ambao wanatumia hiyo. So the more anavyotumia ule uume ambao ni wa bandia, uume ambao sio mlaini, uume ambao haupo katika uhalisia ambao aliyoumba Mungu, anapandisha kiwango chake cha hisia kwa kiwango cha hali ya juu sana. It's like mwanamume anayejichua, mwisho wa siku anawahi sana kufika kileleni, kwa sababu anatengeneza hali ya msuguano ambao ni mkubwa zaidi, tofauti na ule msuguano ambao anapokuwa anamwingilia mwanamke. Kwa hiyo na kwa upande wa mwanamke ni hivyo hivyo. Akijichua kwa kutumia ambao bandia, akijichua kwa kusugua kisimi chake, anakwenda kutengeneza hisia ya hali ya juu sana. Kwa kuna wengine ambao huwa wanafurahia hali kama hiyo kwa kuona kwamba anaenjoy ama anafurahia kuweza kufika katika kilele pamoja na mwenza wake. Kwa hiyo nina uhakika hata dada huyu kwamba anapokuwa anajisugua anaona kabisa kwamba ninapojisugua tutafika pamoja na mume wangu, ni jambo ambalo ni zuri. Swala la mwanamke kufika kileleni liko ndani ya uwezo wako wewe. Wewe ndio una uwezo wa kuruhusu kufika kileleni ama kutokuruhusu kufika kileleni. Nitakwenda kufundisha hiyo katika video nyingine inayofuata hapa. Hakikisha umesubscribe kuweza kujifunza zaidi elimu hii. Kwa hiyo napinga 100% mwanamke anayejichua kwa kutumia mikono yake. Eneo hilo ni eneo ambalo ni sensitive sana. Mwanaume unayetaka kumwandaa mwanamke, hakikisha mikono yako umetumia mafuta ya Wonder 8, mafuta maalum kwa ajili ya massage, na utakiwi kutumia nguvu kubwa sana unapokuwa unamwandaa, unapokuwa unachezea eneo hilo. Tofauti na hapo, ukipata mwenza ambaye mtakuwa mmepima vipimo vyote, unaweza ukatumia ulimi, ndio kiungo ambacho kinahitajika kwa ajili ya kuweza kusisimua hilo eneo. Ulimi ni kiungo ambacho kinachofaa na ndicho ambacho kinachotakiwa kwa ajili ya kuweza kushughulika katika eneo hilo. Changamoto ni kwamba kuna shida kubwa ya magonjwa ya zinaa kwa wingi sana. Kwa hiyo ni hatari kuweza kumfanyia kila mwanamke hivyo. Kwa hiyo ushauri wangu kwa wanandoa ambao wamepima afya zao ziko vizuri, unaweza ukamwandaa mke wako kwa kutumia ulimi. Umeona uwezi, tumia mafuta maalum ya massage, lakini isiwe mara kwa mara, maana mafuta hayo pia yanapoingia ukeni yanakwenda kuwa bakteria maalum ambao wanalinda uke wa mwanamke. Inaweza kapelekea kupata fungus, inaweza kapelekea kupata UTI mwisho wa siku na shida ya miwasho ukeni. Kwa hiyo wanawake ambao mnaojichua, acha mchezo huo mara moja kuanzia leo. Anza kufanya mazoezi ya viungo, lakini pia nina program maalum kwa ajili ya kuweza kurejesha hali hiyo na dawa maalum kwa wanawake ambao wamejichua kwa muda mrefu na wanakosa hisia. Hiyo dawa ipo ambayo inaitwa Sense Drive. Dawa hii ni maalum kwa ajili ya mwanamke ambaye amejichua kwa muda mrefu, anashindwa kuweza kufurahia tendo la ndoa, anashindwa kuweza kufika kileleni. Ni dawa ambayo unakunywa tu, lakini inakwenda kurekebisha homoni zako vizuri na utaanza kuhisi vizuri, na kisimi chako hata kiwa kimetengeneza usugu wa aina gani, kitarudi katika ule uhalisia wake ambao Mwenyezi Mungu ameumba. Kwa hiyo mwanamke ambaye unafanya mchezo huu, na kusihi kwa jina la Yesu, acha mara moja, ni hatari sana kiafya yako. Kwa majina naitwa Dr. Kuboja. Kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika channel hii, na kusihi usiache kusubscribe. Endapo unahitaji dawa ya Sense Drive, wewe ni mwanamke ambaye umejichua kwa muda mrefu, unashindwa kufurahia tendo la ndoa, tuwasiliane katika namba ifuatayo: 0765 493 645. Naomba niweze kurudia: 0765 493 645. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Bye bye.